Pitia na kurekebisha sera ya taifa ya ardhi ambayo nadhani leo inazinduliwa sera mpya ili kuepusha migogoro ya ardhi isiyo ya lazima, kuweka uratibu utengwaji wa maeneo maalum ya uwekezaji ili kuleta ufanisi wa uwekezaji. Mheshimiwa Waziri, pendekezo jingine inashauriwa ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu iandae sera ya maendeleo ya sekta binafsi. Uandaji wa sera hii utasaidia kuratibu uendeshaji wa kongani za sekta binafsi na kukuza mashirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, kutahakikisha wafanyabiashara wanajiunga kwenye mfumo rasmi wa wanachama wa pamoja, yani universal membership, na itasaidia upatikanaji wa fursa za biashara na masoko, elimu na ushauri wa kibiashara. Pia pendekezo jingine, Mheshimiwa Waziri, tunapendekeza kuanzisha mfuko kwa ajili ya kuwapa wafanyabiashara mikopo ya muda mrefu na yenye riba nafuu. Inapendekezwa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC kuanzisha mfuko ulioainishwa katika Sheria ya Taifa ya Uwezeshaji Kiuchumi namba 16 ya mwaka 2004 kwa ajili ya kukopesha wafanyabiashara wazawa kwa riba nafuu na kwa muda mrefu. Pia Benki Kuu ya Taifa inashauriwa ifanyie kazi suala la utoaji wa mikopo yenye riba nafuu na ya muda mrefu ili kuwezesha wafanyabiashara wazawa kuweza kushindana sokoni. Pia inashauriwa Shirika la Viwango Tanzania TBS liimarishe udhibiti wa bidhaa za chakula zenye lugha tofauti na Kiingereza au Kiswahili na kudhibiti ubora na bei za bidhaa hizo sokoni. Pia inashauriwa Wizara ya Fedha ipitie kanuni za fedha ili kuweka gharama rafiki za matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kufanya malipo, yani cashless transaction. Hatua hii itasaidia kufuatilia miamala ya wafanyabiashara kwa uwazi zaidi, kupunguza ukwepaji wa kodi na kuongeza mapato ya serikali. Aidha, mfumo huu utarahisisha biashara, kuboresha usalama wa fedha na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali nchini. Pia Ofisi ya Rais TAMISEMI inashauriwa itenge maeneo mengine ya biashara nje ya Kariakoo na kujenga masoko ya kisasa ili kupunguza msongamano wa wafanyabiashara na wateja, kuimarisha ushindani wa kibiashara na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa. Mheshimiwa Waziri, pia tunashauri Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara zirasimishe sekta ya mawakala na upangishaji na utoaji wa huduma saidizi za sajili na uombaji wa leseni na vibali ili kupunguza uwasilishaji wa nyaraka za kugushi na upandaji holela wa bei za upangishaji. Mheshimiwa Waziri, baada ya kumaliza mapendekezo haya, kamati ilikutana na changamoto nyingi wakati tunafanya kazi ile ya uchunguzi, na hizi changamoto lakini hazikuweza kuzuia utendaji wa kamati, ila tulipata changamoto kama kupigiwa simu. Kwa tutakabidhi ripoti ya siri kwa ajili ya hatua zako stahiki. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, kamati inapenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea na juhudi zake za kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara nchini, uboreshaji wa miundombinu, urahisishaji wa taratibu za uwekezaji na biashara katika sekta mbalimbali ambazo zimeleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika taifa letu. Juhudi hizi zimeleta ufanisi wa biashara, kuvutia wawekezaji na kuboresha ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kamati tunathamini sana juhudi hizo, na katika kazi hii tumejitahidi tunavyoweza kuhakikisha kuwa mapendekezo tuliyotoa yanachangia katika kufanikisha malengo na maono mapana ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia kamati hii inapenda kukushukuru Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara wewe binafsi kwa kuweza kutuamini na kututeua kuweza kufanya kazi hii. Pia kamati inatoa shukrani kwa watumishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara, taasisi zote zilizoshiriki ndani ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia na taasisi nyingine za uhamiaji, idara ya kazi, jeshi la polisi, pia pamoja na sekta binafsi na taasisi nyingine zote za umma kama TCRA, TRA kwa ushirikiano waliotoa katika kipindi chote kwa siku 30 ambacho kamati imekuwa ikifanya kazi hii. Mheshimiwa, naomba kukabidhi ripoti.
Ripoti ya siri. Okay. Hii ripoti ya siri ina maudhui gani? Changamoto tulizokutana nazo wakati wa kufanya kazi ya uchunguzi. Ndani ya zile siku 30. Okay, sawa. Yote tumejua lakini kwa envelope. Hii ya siri. Sawa, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Seleman Said Jafo, hivi punde umetoka kupokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa kamati hii ya ufuatiliaji wa biashara za baina ya wazawa na wageni, na umesikiliza mambo ambayo mwenyekiti huyu ameyasema. Lakini la mwisho kabisa ambalo nilitaka niliseme kabla sija kukaribisha Mheshimiwa Waziri ni kwamba umeziona hizo taarifa jinsi zilivyokuwa zimeshiba. Lakini taarifa hizo kama unavyoziona Mheshimiwa Waziri ni kazi ambayo imefanyika kwa muda wa mwezi mmoja tu, na hii kamati umeona namna ambavyo imejitolea. Lakini hiyo taarifa ya mwisho ambayo umekabidhiwa ya siri, na hili jambo nimsaidie tu mwenyekiti katika kulisema, kamati imepokea simu nyingi sana za ufuatiliaji. Wako watu wengine ambao wanazo nafasi mbalimbali katika nchi yetu, na ambayo inaonekana kabisa kwamba jitihada hii kubwa ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wewe mwenyewe kama kiongozi wa wizara hii na baadhi ya viongozi wengine ambao ni waadilifu katika nchi yetu na ambao ni wazalendo, bado inaonekana kwamba kazi hiyo ni kubwa na inatakiwa ifuatiliwe kwa kiwango kikubwa, kwa sababu juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais hazipaswi kufifishwa na mtu yoyote ile. Utaona katika kamati hii wako wenzetu wengine ambao wanatoka katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mchanyato huu wa kamati hii ambao uliiunda imesaidia kwa kiasi kikubwa kwamba wale baadhi ambao walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba kazi nzuri inayofanywa na kamati haifiki mwisho, basi wenzetu ambao wanatokana na vyombo nao wamesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo inatufundisha kwamba mchakato wa jambo hili sio jambo ambalo ni jepesi kama linavyoangaliwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunategemea Mheshimiwa Waziri, baada ya kupokea basi maelekezo yako, na baadaye tunaamini utapata nafasi ya kusoma taarifa hiyo ya siri ambayo imebainisha majina na wale wote ambao walikuwa wamepiga simu kwa kamati kuonyesha maslahi yao na kuonyesha kwamba kukinza jambo hili lisifanyike. Taarifa hiyo inakueleza kwa kina Mheshimiwa Waziri, na utaona hapo, na baadaye utaona wewe kwa nafasi yako kwa kadri itakavyoonekana nafaa kwako na kwa mamlaka ya juu utakavyoona inafaa kwa ajili ya kuitumia vizuri kamati hiyo. Amini taarifa hiyo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, sasa nikukaribishe kwa ajili ya kuja kuzungumza na umma wa Tanzania, lakini pia kuzungumza na kamati hii katika yale ambayo wameweza kukuwasilishia. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Hii kwanza meza isogee hapa, mimi ni mwanahabari. Hii podium isogee hapa mbele. Alafu wewe hama. Sio. Nani sama sogea hapa. Sama. Hii sogea hapa. Kuna hii inaitwa shughuli ya mwanga. Mheshimiwa Daktari Suleiman Hassan Serera, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, naomba nitambue uwepo wa Profesa Roga ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wetu wa kamati hii. Naomba nitambue wajumbe wa kamati wote ya kufuatilia swala hili muhimu la mahusiano, la mchakato, biashara zinazofanywa
baina ya wageni wa Tanzania kwa ujumla, watumishi wengine wa serikali mlikuwepo humu, secretariat, wanahabari wetu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametuwezesha leo hii siku ya Jumatatu tumekutana hapa kwa ajili ya kupata taarifa ya timu ya wataalamu ambayo walifanya kazi hii ya kutathmini mazingira ya biashara baina ya Watanzania ama wazawa na wageni. Nikushukuru sana Profesa Eda Tandiroga kuiongoza timu hii ya wataalamu ambao leo hii mmetufikishia taarifa hii ambayo ni jukumu la serikali sasa tuweze kuangalia jinsi gani taarifa hii itaweza kutekelezwa. Niwapongezi wajumbe wa kamati kwa kazi kubwa mlioendelea kuifanya. Lakini kubwa tumpongeze sana na tumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa maelekezo yake na kazi kubwa anayofanya kwa ajili nchi yetu hii isonge mbele katika upande wa maendeleo. Nakumbuka Mheshimiwa Rais ni yeye aliguswa kwanza na kilio cha wafanyabiashara wa Kitanzania ambao imeonekana kwamba biashara zao zikipata changamoto kubwa sana na maingiliano, mahusiano baina ya wageni na wazawa. Mheshimiwa Rais mara kadhaa ameweza kutoa maelekezo na wizara yetu iliweza kuhakikisha jambo hili linafanya kazi kwa vitendo ama serikali kwa ujumla. Ndio maana tumeunda timu hii ambayo imekuwa na watu shirikishi na wabobezi katika maeneo mbalimbali. Nishukuru sana. Combination yetu imetusaidia sana kupata taarifa hii ambayo mtu hawezi kuamini ndani ya kipindi cha mwezi mmoja mngekuja na taarifa kama hii nzito, ina mambo mengi kwa maslahi ya taifa. Hongereni sana sana na kamati. Huu ndio uzalendo unaotakiwa kwa Watanzania. Ni uzalendo ambao tuna kila sababu tuuenzi na tuhakikishe kwamba tuheshimu uzalendo wa huu. Katika kipindi cha mwezi mmoja ilikuwa sio jambo rahisi. Ninyi wanakamati mngeweza kufanya kazi hii kubwa. Ninafahamu hamkulala. Ninafahamu mmekutana na mambo mengi katika jambo hili. Na inawezekana nafahamu wengine inawezekana walitamani watoke katika kamati hii. Mimi naamini wakati mnafanya kazi hii wengine inawezekana waliona mzigo mzito sana. Asibebe lawama. Lakini niwashukuru sana wote, nilivyowateua wote mlifanya kazi kwa maslahi mapana taifa hili. Hongereni sana sana wanakamati kwa kazi hii kubwa mlioifanya. Kamati hii imepokea mapendekezo kadhaa. Imeleta mapendekezo kadhaa. Mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Lakini ukiainisha baadhi ya changamoto mbalimbali. Na taarifa hii inaonyesha kwamba jambo lililokuwa linalalamikiwa ni jambo la kweli. Tumebaini kwa mfano taarifa inaonyesha idadi ya magodauni ambayo yalitembelewa, lakini iliwakuta watu ambao magodauni haya yanafanya kazi si sawa sawa watu wa kigeni. Lakini mlitembelea maduka, mlibaini wafanyakazi wengi ambao wengine wanafanya biashara kinyume na taratibu. Nishukuru sana kamati hii. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi, na ndio maana combination yake tuliunda kwa makusio maalum. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi kwa kisha mnakamilisha taarifa, lakini hata hivyo hamkusita kuchukua hatua. Tumesikia takribani watu 31 waliobainika, lakini karibuni watu 24. Watu hao wote walitolewa hapa mchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Hamkutaka kusubiri. Ndio maana ya kwamba timu hii ilikuwa imekamilika vizuri. Vyombo vyote viko hapa na kutoa taarifa na majukumu haya yakaenda kwenda vizuri. Nishukuru sana. Wale waliobainika na kuonekana kwamba hawafai, hawastahili kutoka hapa nchini, takribani watu 24 wameweza kuondolewa hapa nchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Lakini nishukuru maeneo mliobainisha. Na hasa mlivyotembelea wafanyabiashara na mkabaini kwamba biashara zingine japo zinaonekana ni za wageni, lakini usajili wake umefanyika na Watanzania. Credentials zao za Watanzania wameweza kuzitoa, vitambulisho vyao vile vya NIDA na vitu vingine vya kuwawezesha baadhi ya watu wakafanya biashara kinyume cha taratibu. Na hili ni changamoto kubwa la uzalendo kwetu sisi wa Tanzania. Vijana wa Kitanzania unatumika katika mazingira kama hayo lakini kuihujumu nchi yako. Lakini hili maana yake ni nini? Ni ishara mbaya.
Ishara hii ni kwamba mtu anaweza kabebeshwa hata dawa mzigo wa madawa ya kulevya kwa maslahi ya mtu mwingine. Unatoa uhai wako, thamani yako na utu wako kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo kamati niwashukuru sana kwa hii kazi kubwa mliofanya. Mmekuja na taarifa ya kina sana, na hii taarifa naomba niambie, miongoni mwa taarifa nzito za nchi hii ni taarifa nzito sana. Ni taarifa nzito sana. Najua hapa mwenyekiti umetupa executive summary ufupi tu, lakini mambo mengi yako katika taarifa hii. Niwashukuru sana kwa hii kazi kubwa mmeifanya, na hakika imani yangu kubwa tutahakikisha mambo haya tunaenda kuyasimamia vizuri, na mwisho wa siku wafanya biashara wa Tanzania waweze kunufaika na nchi yao. Niwashukuru wajumbe mmoja mmoja. Kwa mfano nimshukuru mwenyekiti wa wafanya biashara taifa, kakangu, najua amemisi sana. Huyu yuko pale Lindi, lakini amesacrifice ndani ya mwezi mmoja kutumia muda wake kuhakikisha yuko ndani ya kamati. Maana wengine sisi ni watu wa serikali. Huyu kwake Lindi, kwa maslahi ya wafanyabiashara wa Tanzania wote, aliamua kuhakikisha ndani ya kamati hii mmekesha naye, mmehangaika naye. Nimshukuru ndugu yangu mwenyekiti wa wafanyabiashara Kariakoo. Manake hii dude la Kariakoo ndio linamhusu, na kakangu Ali pale, wote linawahusu. Severin, Mushi na Ali, wote linawahusu. Lakini walichukua muda wao kuhakikisha jambo hili, na wao wana contribute katika kamati hii kupata mambo haya ambayo yamebainika leo hii. Sasa kama ni nchi tumeweza kupata yale ambayo yanajiri. Kwa kweli naomba niwaambie, kwa taarifa hii kuna mambo mengi ya hovyo ambayo yanaendelea kinyume na taratibu. Tumesikia zaidi ya biashara karibuni zile za mtandao karibuni 80% zote kinafanyika kinyume cha taratibu. Lakini wawekezaji wengi wako hapa, wengine wanafanya biashara hata BRELA hata TIC hawajasajiliwa. Na ndugu yangu Gile Teri yuko hapa. Watu wanapiga pesa hapa hata pale hawajafika kwa ndugu yangu. Lakini maana yake ni nini? Inawezekana turekebisha katika mifumo yetu. Maana yake mtu anaweza kaenda ku BRELA akapata usajili, lakini TIC nini hajapata registration. Kamati hii imekuja kufungua mambo hayo ambayo yapo, na hii maana yake ni sample tumefanyika hapa Dar es Salaam. Maana yake mambo haya yako katika maeneo mbalimbali. Katika hili maana yake tuna kazi kubwa ya kuifanya kwa ajili ya kuhakikisha tuwalinde wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Hakika kamati hii, taarifa iliyokuja ni taarifa njema zaidi. Lakini nimefurahi sana kwa uzalendo wenu. Hii taarifa ya siri. Taarifa hii wakati kamati inafanya kazi, wengine kwa kutumia nafasi zao waliweza kuitisha kamati, usifike hapo, usiende hapo, lakini nyinyi mkasonga mbele. Na nishukuru sana taarifa hii mmeileta kwa majina. Watu waliokuwa wanatishia kamati, watu ambao walikuwa wanasema hapana usifanye hivyo, ambayo mngekuwa legerege mngeshindwa kufanya kazi hii. Kwa vile taarifa hii ya siri, na mimi itakuwa ni siri. Nitaiwasilisha kwa mamlaka na ijue kwamba wakati mamlaka inahangaika, lakini kuna watu wengine wanakwamisha mambo yasiende vizuri. Kwa hiyo niwashukuru sana wajumbe wa kamati kunipatia hii taarifa ya siri. Hii ni siri, siisomi hapa. Ni taarifa ya siri muhimu. Manake hii ni reference point. Inawezekana mambo mengi yanakwama kwa vitu kama hivi nchini mwetu. Inawezekana wengine wanatumia status zao, uwezo wao, position na kila kitu. Jambo jema inawezekana litakalifanyike linakwamishwa. Na hili nishukuru sana katika hili. Bahati nzuri taarifa hii ya siri nishukuru sana. Itakuwa siri. Naomba itakuwa siri. Lakini hili manake ni warning kwa baadhi ya watu. Wakati tunashughulikia matatizo mapana ya nchi yetu, watu wengine tuache kuleta maslahi binafsi ya mtu mmoja mmoja kwa maslahi mapana ya taifa. Leo hii ukiona wafanya biashara wanalalamika wa Kitanzania, mitaji yao inafilisika kwa mambo ambayo hayako sawa sawa. Wakati kamati inafanya kazi, wewe unaingiza mkono. Manake lengo lako ni kukwamisha hilo jambo ambalo Watanzania wengi wangepata fursa nzuri. Kwa hiyo nishukuru kwa taarifa hii ya siri. Lakini nimesikia mapendekezo yako mengi. Kubwa zaidi kama serikali tutaendelea kuyafanyia kazi. Na hasa pendekezo kwamba idara ya uhamiaji na idara ya kazi wafanye operation maalum ya pamoja kwa eneo la Kariakoo. Kwa vile leo tumepokea taarifa hii, niombe sasa idara ya kazi, uhamiaji, nendeni site. Kapitieni maeneo yote ya Kariakoo kubaini watu wote ambao wanafanya kazi kinyume na taratibu na biashara. Lakini hili niombe kwa mikoa mingine, kwa sababu Kariakoo hapa
Tukizungumza Kariakoo tunazungumza mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tuna Arusha, tuna Mbeya, tuna Mwanza, maeneo hayo yote ya miji, tuna Dodoma. Imani yangu kubwa, idara zetu za kazi, uhamiaji katika maeneo hayo wataendelea kufanya kazi, sababu eneo hilo hii ilikuwa kama ni reference point, eneo la kuonyesha wapi changamoto hii ilipo. Maana yake ni kwamba changamoto hii itakuwa Arusha, itakuwa Mbeya, itakuwa Mwanza, itakuwa Tanga, itakuwa Dodoma na maeneo mengine. Kwa hiyo sasa idara za uhamiaji katika maeneo hiyo kupitia mikoa hiyo sasa tufanye kazi hizi za operation, lakini tukianzia na Dar es Salaam. Kwa sababu jambo hili lipo na Mheshimiwa Rais amelilalamikia sana jambo hili na amelitoa maagizo. Imani yangu kubwa, idara ya uhamiaji na idara ya kazi mtaanza kazi mara moja ya soko Kariakoo, tukifanya kazi as a team. Maana ninyi ndio mtaongoza hiyo team as a team kufanya operation Kariakoo ianze kubainisha watu wote ambao wanafanya biashara kinyume na taratibu hizi. Bahati nzuri imebainika na ninyi ndio wajumbe wa kamati mmeona hayo, ambayo kwa hakika kwamba itatusaidia sana katika hilo. Lakini hali kadhalika TBS pamoja na tume ya ushindani, mkurugenzi wa tume ya ushindani yuko hapa, na TBS sasa hakikisheni mfanye operation maalum ya pamoja kufuatilia malalamiko ya uwepo wa bidhaa ambazo hazina ubora, ambazo zinaharibu biashara. Mtendaji mkuu wa FCC yupo hapa, ni mwenzako TBS, piteni Kariakoo. Tuwalinde wa Tanzania. Zile bidhaa ambazo hazina ubora fanyeni, chukueni jukumu hili. Kwa hiyo kuna operation ya idara ya uhamiaji na idara ya kazi ya kubainisha wale wote ambao wako pale wanafanya hizi biashara, maana kazi ianze mara moja. Na ninyi FCC na TBS sasa hakikisheni kwamba kazi hii, wekeni vijana wenu, twende kazini, tuwalinde wa Tanzania. Lakini nimefarijika sana kuona kwamba kuwepo kwa kituo jumuishi cha Mnazi Mmoja kile kihakikisha kwamba kinaongezewa idara kwa ajili kuongezea uwezo. Hizi pendekezo ni nzuri. Imani yetu ni kwamba sasa kama mlivyopendekeza timu hii ya wataalamu wa kamati maalum, imani yetu kwamba FCC na wale wengine ambao wanakosekana katika eneo hilo, anzeni kuweka kuongeza nguvu katika eneo hilo, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda wafanyabiashara wetu. Na yale mambo mengine ya upande wa sheria, haya mengine, taarifa hii manake ni taarifa imefika kwa waziri wa viwanda na biashara. Kuna haya ambayo tunayafanyia kazi kwa haraka, na hasa mapendekezo haya ya haraka ya operation ianze haraka, haisubiri kuchelewa. Tunaenda katika siku za sikukuu sasa hivi, sikukuu ya Idi na Pasaka. Leo hapa utakuta wafanyabiashara wa Kariakoo wa Tanzania hawafanyi biashara kwa sababu wageni wapi. Nendeni mkaanze kufanya operation ya haraka. Wale wote waliobainika, wale wa kwanza tayari tumechukua hatua. Sasa tuendelee na hizo zoezi sasa, actual field work, kuhakikisha kwamba zoezi la operation Kariakoo sasa lianze, kwa sababu taarifa yenyewe imeshaeleza wazi kuna changamoto kubwa hili. Imani yetu kwamba kazi hii itaanza mara moja. Na hili katika upande wa sheria ni jukumu letu kuhakikisha kama serikali kupitia wizara mbalimbali kama zilivyowasilishwa na kamati hii, naomba tuseme tumeipokea. Na mimi taarifa hii nitaiwakilisha kwa waziri wangu, waziri mkuu, kwa sababu mambo mengine ni cross cutting issues za wizara mbalimbali, kuhakikisha mambo mengine yatekelezwa, mambo ya kisheria asisubiri, na yale mambo mengine yote ya kiusimamizi serikali itahakikisha kwamba inafanya kazi kwa lengo kubwa kuona kwamba tunafika mahala pazuri. Mwisho lakini si kwa umuhimu, naomba niwashukuru tena. Nikushukuru kwanza naibu katibu mkuu, nimshukuru katibu mkuu, lakini nikushukuru naibu katibu mkuu, ndugu yangu Serera. Jambo hili nilikukabidhi wewe, nikasema ulisimamie, na kwa kweli umefanya kazi kubwa sana sana. Naomba niseme mimi nimepata bahati, nimepata naibu katibu mkuu mzuri mno, bomba, kijana mchapakazi, yuko vizuri, akili bado inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo nikushukuru sana. Nilipokuelekeza jambo lile ulifanya ukalisimamia vizuri zaidi, na hasa kuona kwamba kamati hii jinsi gani inapata miongozo ya karibu zaidi kuona kwamba kazi hii inafanyika vizuri. Nikushukuru sana Profesa Eda Tandi Luoga. Nikushukuru sana. Huyu dada bado mbichi, kijana mdogo. Ameenda kufanya jambo kubwa la taifa letu hili. Ingekuwa mtu mwingine angeogopa, sasa mimi bado angeogopa kulifuatilia jambo hili kwa kina. Hii taarifa hii inaonyesha kwamba jinsi gani mlikuwa serious katika hii kazi. Profesa, Mungu akubariki sana na akuinue. Safari yako bado iko ndefu, akuinue Mungu. Amen. Kabisa. Akuinue. Umesimamia vizuri. Lakini washukuru sana wajumbe wa kamati. Sana. Wajumbe wa kamati mmefanya kazi kubwa. Kazi hii mmeifanya kiuzalendo. Ukiangalia taarifa hii kwa kina humu ndani, kama tusingefanya kazi kiuzalendo tusingefika hapa.
uhamiaji, jeshi la polisi, kazi, kila eneo. Hakuna aliyoachwa. Ndugu yangu yupo hapa. Yaani hakuna aliyoachwa. FCC hapa, angalia basi vizuri. Afu FCC nao mnajiambia kabisa FCC fuati. Maana yake nini? Mlikuwa loyal, ama sio? Na mlikuwa wazalendo. Kila mtu ana kisu kinakata pale pale. Kama mimi na makosa inaonekana ni makosa. Swala vibali vinatoka bila utaratibu, uhamiaji upo, kazi ipo. Maana yake kamati hii imeonyesha uhalisia. Kama tungekuwa wa binafsi tungeneza kamati ya kupika, taarifa ya kupika. Taarifa ya kupika ni ile yenye kujipendelea, haionyeshi matatizo ya kutatua matatizo hii. Lakini niwashukuru sana kwa kweli, sana. Sana. Niwashukuru sana. Kwa kweli mmefanya kazi ya kiuzalendo ambayo ni kubwa kwa maslahi ya taifa letu. Sasa operation zianze kwa mujibu wa kamati hii. Hii ni serikali kubainisha sasa wafanyabiashara pale Kariakoo, lakini naamini na mikoa mingine sasa, kwa sababu kuna zile idara ya kazi na uhamiaji. Kazi hii itaenda katika maeneo mengine, tuwalinde wa Tanzania. Leo hii mmesema wafanyabiashara wanachukua, wageni wanachukua mnyororo wote wa biashara. Tokea kiwandani, huko kiwandani anayesafirisha hapa anafanya clearing and forwarding, anapeleka katika store, anapeleka mpaka kwa mlaji wa mwisho kabisa. Leo hii ndugu yangu Severin Mushi na wenzake wanapata unyafuzi wa mapato, hata mikopo wakati mwingine wanafilisika. Ni kwa sababu watu wamekamata chain yote, na sio utaratibu huu. Sio utaratibu huu. Kwa hiyo sasa ndugu zangu, operation ianze mara moja. Bahati nzuri taarifa hii sasa iko wazi, inaeleza uhalisia wa mambo haya. Nendeni mkafanye kazi. Idara ya uhamiaji, wizara ya kazi na wengine wote twende tukafanye kazi. Jeshi la polisi, kwa sababu mnafanya kazi hiyo, na jeshi la polisi lazima liwepo kuhakikisha mambo ya enforcement ya sheria inasimamiwa vizuri katika maeneo hayo. Imani yetu ni kwamba sasa kazi inaanza, tuwalinde wa Tanzania kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Hii ndio dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyopewa nchi hii kuongoza wa Tanzania. Imani yake ni kwamba Watanzania wataenda kulindwa, na huu ndio utaratibu wa kuwalinda Watanzania. Na naomba nikuhakikishie mwenyekiti, taarifa hii mimi nimeipokea na kazi ianze, lakini niwahakikishie kamati hii, taarifa hii itafika kwa mamlaka. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawezi kuona jambo hili, inawezekana yeye ana maelekezo mengine yatakuwa ya ziada kuhakikisha jambo hili, lakini itafika kwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu naye ana shughuli kubwa ya kuziunganisha hizi wizara zote kuhakikisha jambo hili linafanya vizuri. Lakini hata hivyo, haya mambo wakati mwingine inakuja taarifa afu mambo yanapotea tu, hata tulizani. Taarifa zinaweza kuwa nyingi kweli kweli. Taarifa zinakuja, tume ya kwanza, taarifa kamati, afu hakuna nini kinachoendelea. Taarifa hii tunataka tuifanyie monitoring and evaluation. Utekelezaji wa taarifa hii lazima tuifanyie monitoring, usimamizi na ufuatiliaji. Na hili na kuagiza Katibu Mkuu, Wizara ya Viwanda na Biashara, tengeneza timu na action plan ya kufanya monitoring and evaluation ya taarifa hii. Na vizuri niagize kila baada ya miezi 6 tukutane wadau wa hizi timu leo ndani wizara zetu hizi, tukutane mkiratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara. Tukutane tufanye tathmini ya utekelezaji wa taarifa hii. Manake hapa tunazungumza ni kumsaidia Mtanzania. Tukifanya mchezo, taarifa hii itakuwepo, itakuwa miongoni mwa watu watakuja kusoma taarifa hii kama vitabu tu. Ndani ya miezi 6 tu tunakutana. Katika taarifa ile utekelezaji wetu katika mambo ya nani? Je, jambo hili limekoma? Isiwe zima moto. Tunafanya operation ya siku 2-3, baada ya mwaka mmoja utakuta wageni wamejaa pale Kariakoo zaidi ya mwaka juzi leo. Haiwezekani jambo hili. Lazima tunajipima, tuangalie, check and balance. Tuangalie kuna mambo yanaenda vizuri, kama hayaendi vizuri nani bado hajatimiza wajibu wake kwa mujibu wa taarifa. Kwa hiyo Katibu Mkuu, sasa tengenezeni utaratibu. Kwanza utaratibu wa kuangalia jinsi gani tutafanya usimamizi. Lakini kila baadhi ya miezi 6 wizara za sekta husika zikutane kuhakikisha tuangalie utekelezaji wa taarifa hii. Na ninapendekeza zaidi, na mtaangalia nafaa wajumbe wa kamati hii, kwa sababu ndio walikuwa wameona uhalisia ulivyo, kwa kutumia hata kamati hii kaifanya hata kila baada ya miezi 6 kukutana tena katika kamati hii. Hii inafanya ufuatiliaji. Inawezekana mtu mwingine asipate ile uhalisia, lakini kamati hii ingekutana, na sio mbaya sana ukiwaita hawa siku moja, piga chai na korosho ziko pale. Sisi wazee wa Pwani na Walindi tumezoea togwa, weka togwa tutakunywa. Lakini tunapata tathmini mambo yakoje. Na hapa kuna wengine Wasukuma utatekeleza hata kanyama kidogo, sio mbaya.
Kwa hiyo fanyeni utaratibu, tuwe tunakutana kila miezi 6, tufanye tathmini ya taarifa hii, utekelezaji wake ukoje. Kama jambo halijatekelezeka, tujue kama halijatekelezeka, nini kifanyike. Hatutarajii tena kama serikali kuunda tena timu yende karudia tena Kariakoo wakati hapa taarifa hii ime-exhaust kila kitu. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunatekeleza hili jambo humu, tufikie wakati tatizo liishe. Kwa hiyo wakati mkuu na kuagiza hivi. Na kuagiza, na ikikupendeza mtaangalia eza timu hii, lakini kila miezi 6 tunakutana, tunafanya evaluation. Kikao cha nusu saa tu kinatosha. Jambo hili limetekeleza kiasi gani? Watu hatutaki tena kilio cha wafanya biashara. Na naomba niwaambie, tusipokuwa makini tutatengeneza Watanzania maskini. Watanzania maskini na waliofilisika. Na benki zetu zitakuwa na defaulters wengi sana, wamechukua mikopo, nyumba zao zitauzwa. Kwa sababu mnyororo wa biashara umeshikwa na wageni, watu wana suffocate. Lazima, amani yangu kubwa, tuleke agenda ya uzalendo kuwasaidia Watanzania wetu. Na hili ni jukumu letu sote. Lakini kama nilivyosema, upande ule wa sheria, wa kisera, haya mengine tumeyachukua yote kwa ujumla wake kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Katibu mkuu, lile ambalo linahusu Wizara ya Viwanda na Biashara lianze mara moja. Pitieni sheria zinazohusu Wizara ya Viwanda na Biashara. Mengine nitafikisha kwa waziri mkuu kwa ajili ya wizara zingine. Linalohusu Wizara ya Viwanda na Biashara, upande wa sheria, upande wa sera, pitieni. Na ile sheria, nilizana sio sheria hii e-commerce. Ikiwezekana, kwa sababu ulimwengu sasa umebadilika, ulimwengu wa kimtandao, ianze mara moja. Keni mchakato haraka. Yale yanahusu Wizara ya Viwanda na Biashara yaanze leo hii, mchakato wake mjipange. Jinsi gani mambo ya kisheria, mambo ya kama policy, yote tuhakikishe tunaweka vizuri. Na mengine kuhusu wizara nyingine, na imani kupitia ofisi ya waziri mkuu, mambo mengine yataenda vizuri kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Sababu lengo letu kubwa ni kuhakikisha kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa malezi yake, kwa maelekezo yake na kazi kubwa, lakini washukuru sana wenzetu wa vyombo vya habari. Mmefanya kazi kubwa sana katika jambo hili. Wengine waliniita katika vipindi vya mahojiano, jambo hili likoje, lakini wengi walikuwa wanafuatilia kule site, wanasema kamati ipo, lakini tunaona watu bado wanafanya biashara. Lakini wengi wale wapata taarifa sema kuna watu wengine wameshaanza kukamatwa. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na information tofauti. Maana nini, kazi ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zetu wa vyombo vya habari. Tuendelee kuchapa kazi kwa ajili ya Tanzania yetu. Hakuna mtu mwingine wa kulinda Tanzania isipokuwa ni sisi wenyewe. Baada ya kusema haya, niwashukuru tena. Sasa nimepokea taarifa hii kwa ajili ya kazi, na zile kazi za kwanza, kazi iendelee ya operation, kazi iendelee, uhamiaji, watu wa kazi pale Kariakoo, kazi iendelee, FCC, TBS, kazi iendelee, mambo ya biashara feki pale Kariakoo, watu walinzi wa Tanzania. Asante sana kunisikiliza. Nani lete kwanza. Sawa, nadhani hili limekaa vizuri. Kwa hiyo niwashukuru sana, kama nilivyosema, kazi ifanye iendelee. Imani yetu kwamba hakuna kitachoharibika. Profesa, Mungu akubariki sana. Mimi nitakushukuru mara nyingi tu. Hapo tuingesema mbona mnamshukuru sana hapo profesa ni mwanamke? Huyu ni mke wa mtu. Sasa kuleta maneno. Kamati hoye. Niwashukuru sana wajumbe wa kamati. Niwashukuru sana. Niwashukuru wafanyabiashara wa mwakilisha, lakini niwashukuru wafanyabiashara wa Kariakoo. Lakini niwashukuru Watanzania wote, niwashukuru sana. Niwashukuru kila mmoja Mtanzania, kila mmoja ameplay kazi yake katika jambo hili. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kunisikiliza. Sasa kazi iendelee, na sasa ninakiri kwamba nimepokea taarifa hizi zote, taarifa ile ya kazi uhalisia, lakini taarifa ya siri ya watu wanaotaka kukwamisha huu mpango kwa maslahi mapana ya binafsi. Asanteni sana. Nikita sana. Barikiwe sana.